Habari yako Mwakemwa? Nzuri, habari ya kwako? Salama, habari ya Tanzania? Tanzania ni kwema. Kuna mtu amenipigia simu leo. Anasemaje? Akaniambia nikijaribu nikuje Tanzania sasa wananiweka ndani. Sasa nikasema kwa nini wakuweke ndani? Ati nimetukana Wakristo, nimewatukana mashoga. Sasa wanasema wameningoja sana huko waniweke ndani. Sijui nilitukana Wakristo lini mimi mashoga. Sasa Mwakemwa. Okay. Pengine ni kwa sababu waliona unaongea utatu ambao hauhusiani na ushoga, wewe ukasema ni ushoga. Mimi nilitoa kila ukiulizwa ushoga unahusiana nini na fundisho la utatu, maelezo yako hayako sawa. Unajua, nafikiri kwa mtu mwenye busara kama wewe ungeomba tu radhi kwamba naomba mnisamehe, pengine nilifananisha kitu ambacho ni irrelevant. Wewe umewahi omba msamaha Waislamu ukiwaambia Muhammad si mtume? Sasa hiyo ni tofauti. Si tofauti. Hata mimi siwezi kuomba msamaha, maana hiyo ni hoja nimeweka. Hata wewe huwezi kuomba Waislamu msamaha kwa sababu yuko hivi Ndacha, unapoongea habari ya ushoga unahusisha watu wenye miili, physical bodies. Mimi sikuwa naongelea ni mwanaume, unisikilize basi, ambao ni mwanaume kufanya tendo la ndoa na mwanaume mwenzake. Sasa katika utatu sisi tunasema kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hapo nani ni shoga wa mwenzake hapo, ili hoja yako iwe sawa sawa? Sasa kama utakubali tuongee vizuri kwa taratibu utanielewa, lakini kama kuna kitu tutashindana basi nitakuachilia unishinde. Mimi nimejaribu tu kueleza kwa sababu wewe ndio umeniambia kwamba kuna watu wanasema ukija Tanzania watakukamata kwa sababu ya hicho kitu. Ndio maana na mimi nikasema kwamba huenda wewe unaongea jambo silolijua kwamba ushoga yani tendo la ushoga linafanyika kwa nani na nani. Na je, swala la utatu, je, kuna mtu yeyote pale kunayo inaweza ikahusika na ushoga unaouweka wewe? Kwa sababu pale tunasema ni utatu mtakatifu, alafu wewe unaenda kusema ushoga wakati unajua ushoga sio utakatifu. Kwa hiyo manake hiyo ni tafsiri yako. Pengine ndio maana wanasema watakukamata ili ukaieleze hiyo tafsiri ya ushoga, ambayo kwamba mwanaume kumwingilia mwanaume mwenzake, ambayo kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tendo hilo hamna, ila wewe unalilazimisha. Ndio maana nikasema akitokea mtu mwenye busara anaweza kasema hapana, jamani, pengine hapa nilifananisha kitu ambacho ni hakifanani. Kwa sababu vinginevyo kweli watu wanaweza kujua kabisa kwamba umeamua kuwatukana Wakristo kwenye kitu ambacho wala hakifanani. Kwa sababu Roho Mtakatifu haonekani, Mwana yuko mbinguni, Baba hajawahi kuonekana. Sasa wanafanyaje ushoga? Yaani unaendaje kufananisha uhusiano wao na wakati wa mashoga ni wa mwanaume na mwanaume? Nikuulize Mwakemwa. Unataka hata tuweze kulijadili? Mimi sijakataa tujadili. Mimi sijakataa. Hakuna siku Mwakemwa umeniambia tujadili nikakataa. Waacha kudanganya. Ile kitu ambaye tena umeenda wapi? Upo. Sasa ile kitu ambaye naomba unajua wewe ni mtu ambaye tunaweza kusema ni mtaalamu, ni mtu unaweza ongea kwa oda na watu wakaelewa ni kitu gani tunaongea. Unaona? Sasa mimi ninarudia tena, biolojia ya utatu ama fundisho la utatu namna linavyofundisha ni sawasawa na ushoga. Na mimi siongelei kuhusu mtu kwenda kuchukua mwanaume waende wakalale. Mimi naongelea fundisho. Sasa kama unaongelea wewe wale kidogo tu kidogo sasa wewe unaona unaongea sana bwana. Wewe nimekuacha ukaongea. Hiyo ndio shida inakuwa ya nini? Nimekuacha ukaongea mimi kidogo tu tuende kwa mada yenye imetuleta hapa. Nimesema fundisho namna inavyofundisha.
Ninasema hivi kwa mfano leo kwa mfano sikiliza bwana, sikiliza sasa. Wewe unajua kulingana na theolojia ni kusema fundisho ama kumsoma Mungu, hiyo ndio maana yake. Unaona, kumsoma Mungu, theolojia ni kumsoma Mungu hiyo. Sasa mimi nikasema hivi, hiyo kumsoma Mungu, kwani mnamsoma Mungu gani? Si ni wa utatu? Mnapoenda theolojia mnasoma Mungu gani? Si ni wa utatu? Ndacha na mimi naweza nikaongea dakika moja. Hata tuweke oda ndio mkutano wetu kuwe mzuri. Na sawa, naweza nikaanza mimi kwa haraka ili wapishe walimu wangu waendelee, wamepanda kwa walimu wangu. Sasa mnaomba tuendelee kwenye sehemu gani? Sababu hapa kuna mambo mengi. Ya utatu tu. Ya utatu. Sasa naomba tusite. Kwa mfano mimi nimejega hoja ya kwamba kanisa la SDA wameasi kwa kumwacha Mungu wao na kuingia katika Mungu wa utatu. Sasa mtu ambaye anajua historia ya SDA, huyo ndio naomba aongee na mimi. Lakini kama hujajua historia ya SDA, mimi hapa. Ni sawa, sijakataa. Kweli mimi hapa. Si basi kuna mtu wako hapo juu alisema nataka kuongea kwanza. Wewe tutakusikiza Mwankemwa, usiwe na haraka. Tutakusikiza. Sawa, hamna shida. Haya, karibu. Tuambie. Okay, Mwalimu Ndacha. Naam. Mwalimu Ndacha, kwanza ukisikia neno utatu wala lisikupe shida. Halimuondolei Baba utakatifu wake alionao peke yake kama Mungu wa pekee. Ni yeye Mungu wa peke yake ametaka kushia utukufu. Neno Mungu lina tafsiri ya neno utukufu. Kwa ukisikia neno Mungu ni utukufu. Tukisema wako Mungu watatu, inemini kwamba utukufu wa Mungu unashewa na nafsi tatu na spirit tatu. Unaweza ukawa hata unne, inaweza ukawa hata utano ikiwa ni Baba peke yake ameridhia. Ukisoma Zaburi ya 45 inasema kwa kuwa Mungu wako amekuchagua na amekupaka mafuta yaliyo makuu. Ni kwamba Yesu Kristo amechaguliwa na Mungu wa pekee, akatawazwa akafanya kuwa Kristo, akashia utukufu alionao Baba. Inemini ya kwamba anashia uungu na Baba. Haimaanishi kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu Baba wa pekee. Hapana, yuko Mungu Baba wa pekee yake ambaye anashia utukufu au anashia uungu wake na nafsi tatu, nafsi ya Yesu Kristo na Holy Spirit. Kwa hiyo ukisema kwamba Wakristo tunaabudu ushoga, hapana. Tunaye Mungu mmoja ambaye anashare uungu na nafsi tatu. Sasa na wewe ndugu naye ongea, huo unawafundisha watu vizuri. Kidogo Mwankemwa, wacha kumuogelea huyu kabla hajamaliza. Wacha amalize, alafu wewe utapata muda wa kuongea. Kama atakuwa ameongea makosa, na ni vizuri tugawane muda ili watu tuweze kuwa na oda. Mahali hakuna oda ni Babylon. Sasa huyu ndugu ninataka kwa mfano mimi nimemsikiza kwa makini. Yeye anasema ya kwamba Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Lakini amepeana utukufu wake. Akampea Yesu utukufu. Unaona Alafu anasema akapea Roho Mtakatifu utukufu. Lakini utukufu huo umetoka kwa Mungu Baba. Ni hivyo unamaanisha? Ndio hivyo. Kwa mfano nikupe mfano mwepesi. Ruto au Samia ni rais. Lakini haimaanishi kwamba Ruto ndio rais. Anaweza akatoka pale madarakani ila urais ukabaki ule urais. Samia ni rais, lakini akitoka madarakani je, anakuwa rais? Akitoka madarakani anauacha urais. Kwa Yesu Kristo amepewa uungu na Baba. Akitoka nje ya uungu wa Baba anakuwa mwana, kama alivyotoka kwenye utukufu wa Yesu wa Mungu akaja duniani. Akabaki kuwa mwanadamu wa kawaida, akawa anasikia hofu, akasikia njaa, alilia msalabani kwa sababu alikuwa ametoka kwenye utukufu ambao huo utukufu ndio unaitwa uungu. Kwa hiyo ni kama nikupa mfano, Rais Ruto leo ni rais. Lakini akiondoka kwenye kiti cha urais anakuwa William Ruto kwa sababu power na authority yote ni urais. Kwa Yesu Kristo akitoka kwenye uungu aliopewa na Baba yake ambao asili ni ya Baba, abaki awe Mungu tena. Sasa kidogo kabla hujaongea sana, naomba uniambie tu ya kwamba Mungu mmoja, Biblia inaposema tunaye Mungu mmoja,
kwa sababu hatuna Mungu wa tatu, hatuna Mungu wa nne, tuko na Mungu mmoja. Huyo Mungu mmoja wa Biblia ni nani? Ni Baba. Mungu wa asili ni Baba. Kwa hivyo si Yesu. Yesu ni Mungu, Yesu ni nauliza ajibu swali yenye nauliza. Mimi nauliza kwa sababu Mungu ni mmoja, hakuna Mungu wawili. Wewe ukiulizwa nani Mungu mmoja wa Biblia ambaye hapatikani na mauti, hakuna mwanadamu amewahi kumuona, ni nani? Ni Baba. Ni Baba. Kama ni Baba basi wewe umemaliza mjadala. Wewe sina mjadala wewe. Maadamu tu umesema ni Baba, kesi kuisha. Wewe tuko pamoja. Mimi ukisema tu Mungu mmoja ni Baba basi kesi. No. Kesi yangu inaisha. Hilo linafanya nini? Subiri kaka Ndacha. Hilo linakufuru nini mimi nikiamini katika utatu? Sasa nataka nikuonyeshe mahali unakuru. Unajua kitu moja ambaye mnaye ni ya kwamba mimi natoa utatu kwenye hizi vitabu. Sitoi utatu wa mtu fulani, siongelee utatu wako ama utatu wa Mwankemwa. Mimi naongelea utatu ulio katika vitabu ambavyo mimi nasoma. Naweza nikakusomea? Soma tu mwalimu. Haya, kwa mfano katika SDA wanasema hivi. Si kidogo. Oh, usiseme tu kidogo, yani ni kwa muda gani? Wacha tutafute mwenyekiti wacha tutafute mwenyekiti atuongoze. Ni sawa? Ndio, nataka nijue tutaongea kwa muda gani? Hapa nataka tukae mpaka hata kama ni usiku wa manane. Hakuna mahali unaenda. Ailisha. Ikifika dakika 4, na dakika 4 tu hapo mwalimu Ndacha atakuwa nimetoka. Dakika 4. Malizieni hizo dakika 4. Mwalimu Ndacha nataka tutatu kwa kila mtu. Tupeane dakika ngapi? Toa dakika 3, dakika 3 tu zinatosha. Mnakubaliana kila mtu dakika 3. Na twende mwalimu Ndacha, dakika zangu zinaisha. Haya, basi sasa mimi nakwambia hivi, wacha. Mimi nasema ya kwamba mimi siongelei utatu wa mtu, naongelea utatu ambao nautoa kwa vitabu. Kwa mfano, hapa SDA wanasema there is one God, kuna Mungu mmoja. Huyo Mungu mmoja wanasema ni Baba, Mwana na Roho. Nikitafuta hili kwa Biblia sioni. Kwa sababu kwa Biblia ukisoma kitabu cha Waefeso 4 kuanzia mstari wa 4, Waefeso 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 6 inasema mwili mmoja, roho moja. Mstari wa 5, Bwana mmoja. Mstari wa 6, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote. Lakini SDA wanasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Biblia inasema Mungu mmoja ni Baba wa wote. Sasa mimi ndio ninakataa huyu Mungu wa utatu huyu ambaye anatengenezwa na nafsi tatu. Unajua mwalimu Ndacha una miss one point. Wao jamaa wakisema Mungu mmoja hawamaanishi spirit moja. Nimeshakwambia mwalimu Ndacha, neno Mungu au uungu ni utukufu. Yesu Kristo anasema mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba tu umoja. Yesu Kristo hajasema mimi na Baba ni mmoja. Sasa nikuulize sasa. Baba ni mmoja maana anasimbolize. Sasa nikuulize kabla anasema mimi na Baba. Sasa nikuulize hapo mimi na Baba tu umoja. Yesu aliposema mimi na Baba tu umoja. Yeye akimuita mimi na Baba, huyo Baba anamuita Yesu aje? Okay, fine. Yesu akisema mimi na Baba tu umoja, maanishi kwamba yeye ndiye Baba. Anasema mimi na Baba tuna same. Nimeuliza swali. Huyo Baba anamuita Yesu aje? Ndio nataka mimi nikudazia, muda wangu unaisha mwalimu Ndacha. Yesu akisema mimi na Baba tu umoja, maana yake anasema we are sharing, tunashare kitu kimoja. Sio swali langu hilo. Swali langu ni kwamba huyo Yesu anamuita Baba. Huyo naye ambaye Yesu anaita Baba, naye anaita Yesu aje? Mwana. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Baba. Yesu ni mwana wa Baba. Bas, mimi naamini. Lakini sasa hapa
Yesu ni spirit ambayo imetoka kwa Baba, imekuwa divided kutoka kwa Baba, ambayo haina mahusiano na Baba kabisa, na Holy Spirit haina mahusiano na Baba kabisa, ila hizo spirit tatu zina share same crown. Mimi ile kitu nimesema ni kwamba kwa hivyo Yesu ni sawa ni sawa hata kama ishie. Yesu anasema nimepewa mamlaka. Yesu mamlaka amepewa na Baba, si ndio? Kwa hivyo mwenye mamlaka ni nani? Ni Baba. Kwa hivyo kama Baba ndiye mwenye mamlaka, ina maana Baba ni mkuu kuliko nani? Njoo nikupe mfano mwepesi Mwalimu Ndacha, kabla muda wangu hujaisha. Mimi leo hii na crash. Nipe tu, nataka ile watu wanielewe, sio kwa ajili yako peke yako. Mimi leo hii nikawa appointed na Ruto, akanichagua nikawa makamu wake. The same ambapo akamchagua kaka Henry akawa makamu wake. Kwa hiyo Ruto akawa na makamu wawili. Ruto ambaye ni rais ametuchagua makamu wawili, tukawa makamu wa rais. Kwa hiyo mimi nitakuwa rais, sitakuwa rais Mwalimu Ndacha. Unakuwa makamu wa rais. Lakini ni nani? Lakini si ni rais. Unakuwa makamu mdogo, kuna mbosi yako. Rais anakuwa ndio boss. Ndio, lakini of course ofisi natumia ofisi ya nani? Unatumia hiyo ofisi ya rais. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu anashare utukufu wa Mungu Baba. Lakini hako na boss. Ukimuondokea Yesu, utukufu ukiondoka kwa Yesu Kristo, hawi Mungu kabisa. Lakini ako na boss. Anasema ako na boss wake. Ako na boss wake. Ndio nikauliza. Kwa hivyo Yesu ako na boss. Kwa hivyo Yesu ako na boss. Boss ni mwenye asili ambaye ni Baba ndio. Bas, hata mimi naamini hivyo. Mimi naamini kwamba Yesu ako na uungu. Lakini hiyo si utatu, hiyo inaitwa Godhead. Hiyo katika utatu hakuna hiyo. Hata wenye utatu wakija hapa utasikia. Hiyo ni utatu yako. Hiyo ndio utatu wenyewe. Hakuna. Sasa wewe unaamini? Nitafutie mahali nafundisha hivyo utatu. Utatu inafundisha ya kwamba hakuna kidogo. Utatu inafundisha ya kwamba wote watatu wako sawa. Hakuna mdogo wala mkubwa. Wote wako sawa. Ndio wanasema co-equal. Hakuna boss katika utatu. Asante. Wacha tupe mtu mwingine. Haya. Wacha tumpe Mwalimu Mwangema. Mwalimu Mwangema, karibu. Asante sana. Kuna mambo ambayo ninaona kabisa kwamba Mwalimu Ndacha yameendelea kumshinda mpaka leo. Ninaomba nitangulize kwa kusema Mwalimu Ndacha nilimshauri, jifunze kusoma lugha za asili za Biblia, hautapata shida. Lakini naona Mwalimu Ndacha kwenye ile ameingia katika kikombe kama amepokea simu. Kaendelea mwalimu. Niendelee. Endelea. Aingia pale kuna neno liko trash ambayo maana yake tuendelee. Na jinsi inavyosomwa inasomwa kwamba kuna Baba, kuna neno logos, alafu kuna Roho Mtakatifu Parakletos. Narudia, kuna pater kwa maana ya Baba, alafu kuna logos neno, alafu kuna Parakletos. Kwa hiyo maana yake kila ukienda ukitafsiri kimojawapo katika hivyo unakuta ndio kwenye Kiswahili tunasema Baba, neno na Roho Mtakatifu. Hicho cha kwanza. Sasa cha pili kinakuja, je, kati ya hao nani ni mkubwa kuliko mwingine? Ukienda kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7 kinakuambia kwa mfano mwana alipokuwa anakuja duniani alichofanya, kwa sababu alikuwa yuko sawa na Mungu. Kwa hiyo ilibidi yeye ajivue utukufu, lakini essentially yuko sawa na Mungu, kwa maana kwamba they share the same essence, they share the same status. Ila yeye kwa ajili ya ukombozi ndio akajivua
sehemu ya uungu wa kuwa sawa na Mungu. Ndivyo Biblia inavyosema, wala haya sio maneno yangu. Sasa wakati anakuja duniani, kile kitendo cha kujivua ndicho katika lugha ya Kiyunani iliyoko kwenye Wakolosai 1:15 kinaitwa prototokos, yani the one who went forth than others, the eminent, yani katika wale watatu, zile nafsi tatu, who was the eminent, who went forth than the other. Aha, alikuwa ni mwana. Na hapa jambo moja mnalochanganya, mnasema tu baba, alafu mkifika kwa mwana ndio mnasema Yesu, asifu baba sio Yesu. Sasa hili nalo ni kosa ambalo hata Ndacha analifanya, na nyinyi wengine mnapojibu mnalifanya pia, na ndio maana mnaikosa concept, kwa sababu unatakiwa useme hivi, kama kuna mahali pameandikwa mwana wa Adamu, useme vile vile kwamba hapa huyu mwana ameitwa mwana wa Adamu, na kwamba hapa ameitwa mwana wa Mungu, na hapa amemwadesi baba, kwa hiyo yeye anakuwa mwana, lakini jina linabaki ni moja, Yesu. Kwa hiyo huwezi kusema baba ni mwingine na ana jina lake alafu mwana ndio anaitwa Yesu, wakati hilo jina la Yesu ni la baba, alafu ndio akalileta na kwa mwana, baadaye na kwa Roho Mtakatifu wakati wa ubatizo. Kwa hiyo hiki kinachosemwa hapa, anachosema Ndacha, hasemi jambo lililo sahihi. Hajui lugha za asili za Biblia zinaongea nini na zinaonesha nini. Kwa sisi tunaoamini utatu, tunajua kuna baba anaitwa Pater, mwana anaitwa Logos, na Roho Mtakatifu anaitwa Parakletos. Yani ni nafsi tatu, kila moja ikiwa distinct, ikiwa yake pekee. Kwa hiyo ndio maana hata ndani cha maswali mengine anauliza, kwa hiyo mwana anapomuita baba anasema naenda kwa baba, anaanza kusema baba ni mkuu kuliko mimi, kwa sababu baba hajawahi kutwaa mwili, kwa sababu baba hajawahi kuonekana. Aliyoweza kutwaa mwili ni mwana Logos, na neno alifanyika mwili. Ndipo sasa anapomwadresi baba baada ya kujivua utukufu, lakini anajua kabisa kwamba huyu ni baba, kwa sababu hajawahi kuvaa mwili kama alivyovaa mwana. Sasa Ndacha anapoleta hoja zake, akianza kuuliza, ndio hapa anauliza kana kwamba akishasema Yesu anamaanisha ni mwana pekee, kwamba baba sio Yesu. Eneo hili Ndacha ana udhaifu mkubwa sana, ana udhaifu mkubwa. Ndio maana kuna maswali fulani yakiulizwa majibu anakuwa hana, na ndio sababu sasa hiyo kwenye kanuni ya Wasabato ile ya kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu Ndacha anasema sijaona hiyo ndani ya Biblia. Ndacha, ni kwa sababu tu unafanya makusudi. Hujaonaje ndani ya Biblia wakati katika Wakorintho wa kwanza 8:6 imesema kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye Baba. Alafu akasema yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo. Wakati unajua kabisa kwamba huyu Yesu Kristo hapo maana yake ni Mungu, lakini ni Mungu mwana, kwa mujibu wa Yohana 1:18, ambao ukiisoma kwenye Kiyunani inasema monogenes theos, yani ni Mungu aliyezaliwa kutoka katika Mungu, sawa sawa na Waebrania 1:8. Sasa shida moja wewe Ndacha, kila tukifika kwenye Yohana 1:18 badala ya kusoma wewe unakimbilia kusoma kwenye King James, alafu unaona hapo ndio umepata, wakati natakiwa rudi kwenye lugha ya asili pale iliposema monogenes theos. Hivi hii maana yake nini? Mono maana yake moja, genes ndio hiyo. Maana yake huyu anaitwa mwana ana kinasaba kimoja, yani ametoka kwenye kinasaba kimoja na Mungu, ndio maana anaitwa Mungu mwana. Kwa nini? Amefanyika mwana. Sasa naomba naomba mtuachie tuwe na mazungumzo. Nataka tuwe na mazungumzo na Mwankemwa, watu wengine wote kwanza wanyamaze, alafu mazungumzo yetu na Mwankemwa yawe zamu kwa zamu, tusiongee sana
Sasa mimi nitaongea hata nikiongea dakika 3 alafu Mwankemo ananihoji. Alafu yeye akiongea na mhoji nataka tuhojiane. Si ndio hiyo? Ukiongea dakika 3, sikuhojiana. Dakika 3 alafu nitakuhoji. Kuhojiana ni kwamba utanihoji na mimi nakuhoji. Ndio inaitwa mahojiano. Kwa hivyo ningeomba watu wengine wote wanyamaze, mimi na wewe tuhojiane. Na tuhojiane kwa mfano, kwa sababu wale watu ambao wako hapa hakuna mtu anajua Kigiriki. Hao watu wote unaona hapa. Sasa tukianza kusema sikiliza kwanza Mwankemo. Tukitumia Kigiriki ama tutumie Kiebrania, watu wengine hapa ni wale ambao hawatajua umesema nini. Monogenes Prototokos, watu wengi hawatajua, lakini niko nazo hapa, hata mimi nitazisoma, ukitaka tutasoma kidogo tu. Sasa shida ni, unajua sasa kuna kitu moja Mwankemo nataka uelewe. Mimi sitaki tubishane, nataka tuelimishane, tutoe elimu kwa watu. Sasa elimu tukitoa kwa watu inatakikana uweke, kwa mfano wewe unaweza ukatoa tafsiri ya Kigiriki, utuambie tafsiri hiyo umetoa wapi, kwa sababu hatuwezi kukuamini wewe maneno unayoyasema. Lazima yawe na mahali ambapo unatoa. Kwa mfano mimi hapa niko na Biblia ya Kiebrania, naweza toa na nimilikishe hapa niseme nimesoma hapa. Kwa hivyo kama hauna Biblia ya Kigiriki ambao utatuwekea hapa, stori za Kigiriki tuachane naye. Mwalimu Ndacha, naomba nikujibu hilo. Ongea na uongee kwa muhtasari, usiongee sana. Ukisema stori za Kigiriki tuachane nazo. Sijasema tuache, usinishike vibaya. Yani nasema huwezi kuweka hapa. Naomba iwe sikiliza nikwambie kitu ambaye ninakwambia ya kwamba wewe nikuombe kitu kimoja. Ndio. Desha. Na simu ninayo moja. Ndio. Ninaendesha gari. Sifikiri nimesimama niko nyumbani. Nilichokuwa naomba wewe kwenye simu yako nikitajia neno, alafu nakwambia fungua hicho kitabu tusomee, lipo au halipo, ili kwanza watu wajue lipo, alafu sasa ndio tuje kwenye maana. Sasa unataka kidogo tu Mwankemo, unataka unaniambia kitabu alafu na Google kitabu, una Google aya ya Kigiriki. Mimi unajua, wacha sikiliza nikwambie, kulingana na utafiti wangu ambao nimefanya kwamba wanathiolojia wana tafsiri zao zaidi ya moja. Sasa utakuwa unaniambia katika tafsiri hiyo unamkuta kidogo tu shida yako ni hiyo. Sikiliza kidogo tu Mwankemo, nitakudhibitishia. Basi umalize. Hakuna. Naomba niseme hivi kwa sababu nimesikia hata mnawadanganya watu wengine. Hakuna mwanatheolojia anayesema vizuri Kigiriki ambaye hafuati tafsiri ya Nestor Erland ambayo na mimi ndio ninayo. Google hata hapo. Kwa hiyo watu wengine wanakuwa na tafsiri zao ambazo kwanza tena hawazidi hata watatu, na ambao tena kwenye hao watatu yani kwenye aya alizonazo ni Wathesalonike wa kwanza 1:12 na Warumi 5:5, ndio hizo tu, lakini zingine zote wanafuata utaratibu wa Nestor Erland, tafsiri yani Greek ya Nestor Erland. Kwa hiyo hapo ukianza kusema watu wengine hawana, ndio maana nimekuambia wewe huwa mnawadanganya watu, mnajifanya badala. Sasa unataka kuongea mpaka muda gani? Ndio uridhike? Unaona, usitumie mabavu. Sikia, usitumie mabavu. Wewe Mwankemo, si mara, sikiliza,
Sikiliza, Mwankemwa, hata nikiweka live hii mimi kidogo tu. Mwankemwa, unatakikana kuwa na utaratibu. Umekuja kwa live ya mtu. Sasa unakuja kwa live ya mtu, unatawala, unaongea. Tafadhali mtumishi, ongea kwa utaratibu bwana. Si ati ya kwamba ati wewe ndio unajua kuliko hawa watu wako hapa. Hapa tuko na watu 285. Unaona? Sasa ni vizuri uongee zamu kwa zamu. Sikiliza sasa kidogo tu. Mwankemwa, si mara ya kwanza mimi tumeongea na wewe tukitumia maneno ya Kigiriki. Si mara ya kwanza. Na huwa tunaweka kwenye screen. Unaona? Sasa mimi nikakwambia hivi, Mwankemwa, kama unataka tutumia maneno ya Kigiriki ama maneno ya Kiebrania, tunayaweka hapa, watu wanasoma, alafu unanukuu nimetoa wapi. Hivyo tu. Mimi sikatai Kigiriki wala Kiebrania wala Kiingereza wala Kiswahili, maadamu utajegea hoja. Unaona hiyo? Sasa mimi kitu ambacho nataka ni hoja kutoka kwako, sio Kigiriki wala Kiebrania wala Kiswahili wala Kiingereza. Ni hoja gani unajenga katika mada? Hiyo ndio nahitaji, si lugha yako. Sasa wewe Mwankemwa, uko tayari kusikiliza? Kwanza namaliza. Uko tayari wewe kujadili kwa hoja? Lugha yoyote unataka kutumia, tumia. Jenga hoja yako, dhibitishia watu basi. Asante. Katika kwenye ile uliosema kanuni kwamba kwenye misingi uliosema ya Wasabato waliposema kuna Mungu mmoja tu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wewe umekuwa unadai, unasema sijaona hicho kitu ndani ya Biblia. Yaani hujaona kwamba kuna mahali Baba ametajwa Mungu na Mwana ametajwa Mungu na Roho Mtakatifu ametajwa Mungu. Ni kweli au si kweli Ndacha? Kwanza kitu ya kwanza, wewe sikiliza kile ambacho kimeandikwa hapa, alafu ukitoe kwa Biblia. Nitakubali leo. Mimi sitaki maelezo yako. Wewe sio SDA, wewe ni Mwankemwa. Sasa wewe labda uende uogelee kwa kanisa yenye unaenda. Mimi nasoma kitabu hapa cha SDA na ninaomba nisome. Alafu wewe unipe andiko kama hilo kwa Biblia uone kama sitakubali. Mwankemwa, wasikiliza. Ninasoma kitabu cha SDA hapa. Inaitwa Seventh Day Adventist Belief number 23. Inasema hivi, there is one God. Kiswahili ni kusema kuna Mungu mmoja. Kuna Mungu mmoja. Huyo Mungu mmoja sasa, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. A unity of three co-eternal persons. Kwa hivyo wa SDA wanaamini Mungu ni nafsi tatu, si ndio? Mungu mmoja katika nafsi tatu. Hapana, si Mungu mmoja katika nafsi tatu. Rudia kusoma. Inasema hivi, there is one God. One God maana yake Mungu mmoja au watatu? Anasema ni Mungu mmoja. Endelea. Huyo Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Huyo ndiye Mungu mmoja. Huyo ndiye Mungu mmoja, si ndio? Ndio. Sasa Mwankemwa, na kuomba andiko sasa hivi. Nipe andiko kwa Biblia linasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Nipe. Asante. Si ndio hiki nilichokuwa nakisema? Wao walipoweka hapo mpaka kusema Mungu mmoja ni kwa sababu wamesoma maandiko mbalimbali ndani ya Biblia. Sasa wewe unataka utokee mstari mmoja. Huo ni udhaifu. Lakini je, kwamba Baba sio Mungu? Baba ni Mungu. Wakorintho wa kwanza 8:6. Je, Mwana sio Mungu? Mwana ni Mungu. Yohana 1:18. Je, Roho Mtakatifu si Mungu? Roho Mtakatifu ni Mungu. Matendo 5:3 mpaka 4. Lakini yote haya yanamthibitisha Mungu mmoja. Kwa hivyo sasa wewe unachotaka, unisikilize basi Ndacha. Wewe unachotaka, unataka itoke, yani itoke aya moja ambayo ndio iseme Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ukifanya hivyo itaonekana na wewe ufahamu wako ni mdogo au na hoji bila elimu. Ungekuwa unasema hiki walichosema hapa Mungu ni mmoja.
Kwa nini? Kwa sababu huyo Mungu mmoja kwenye Kumbukumbu 6:4 sifa amesema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Shema o Israeli, Yawe Elohim, Yawe Ehadi. Sasa wewe litakiwa uambie watu kwamba kwani Ehadi ni nini katika Kiebrania? Je, hawa wamekosea wakisema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu Mungu mmoja? Mwankemwa. Kwa hiyo hayo ndio, unisikilize basi. Hayo ndio maandiko walioyakusanya wakatengeneza sentensi moja wanaposema Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa sababu wameona nafsi zote kila moja ni Mungu, ambazo ndio zinazotengeneza Mungu au zinazounda au zinazofanya Mungu mmoja, kwa sababu maana ya ehadi maana yake ni mmoja, lakini mwenye nafsi zaidi ya moja katika uungu wake, kwa maana ya ehadi. Kwa hivyo Mwankemwa, hauna andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Hilo andiko una. Sasa ndacha ndio maana nikakwambia wewe unataka andiko moja. Mimi nataka andiko, sema kama liko, kama hakuna. Ndio nakuuliza sasa. Hilo andiko liko ama hakuna? Yaani unataka, ngoja subiri sasa. Unataka andiko moja lililoko kwenye aya moja ndio linalosema Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ndicho unachotaka? Ndio nataka hilo. Sasa ukitaka hivyo wewe unakuwa mpungufu sana. Kwa hiyo liko ama hakuna? Ni ukweli. Sikiliza kidogo. Ni sawa, wananishinda na kuuliza swali wewe. Mwankemwa kidogo. Mwankemwa, wacha vita. Wacha vita bwana. Sikiliza. Wewe usikii, wewe usikilizi. Mwankemwa, sikiliza kwanza. Mwankemwa, Baba sio Mungu, Mwana sio Mungu, Roho Mtakatifu sio Mungu. Kwa hiyo Wasabato hapa wamekosea. Kabla hatujaenda huko tutaenda ukishanijibu. Mwankemwa, hapa wamesema hivi, Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho. Kuna andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, liko ama hakuna? Acha nimekujibuje. Liko ama hakuna? Liko ama hakuna? Nimekuambia hicho alichoandika hapo, hiyo sio Biblia. Hapo wamesummarize walichokisoma kutoka ndani ya Biblia. Kwa hivyo hilo andiko hakuna. Mbona usemi? Unakubali Mungu ni Baba, unakubali Mwana ni Mungu, na unakubali Roho Mtakatifu ni Mungu, ili hao wakisema Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ionekane wamebuni kitu ambacho kwenye Biblia hakimo. Mwankemwa, andiko hilo lipo ama hakuna? Nacha, sikiliza, unaongea na mtu mwenye ufahamu kamili. Andiko liko ama hakuna? Jibu tu, liko ama hakuna, tosha tu. Kama ni mtu unasoma andiko, subiri sasa. Hapo si wamesema Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Andiko la wamesema hivi. Hawajasema hivyo. Hawajasema hivyo. Sikiliza nikuulize. Sasa je, ili ionekane Wasabato hapo wamekosea? Baba sio Mungu, Mwana sio Mungu, Roho Mtakatifu sio Mungu. Mwankemwa, kabla sijakujibu, naomba unijibu kidogo tu. Sema tu wacha hasira. Wacha hasira Mwankemwa. Sikiliza Mwankemwa, wacha hasira. Sikiliza tu, nauliza swali yangu hivi. Kunalo andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, liko? Watazamaji wetu mnaotusikiliza, sikilizeni swali la Ndacha. Anauliza hilo swali kwa makusudi, akikwepa swali la msingi. Andiko liko. Amechukua maandiko, yani amechukua maneno ya kwenye principle, kwenye kanuni. Lakini nimesema hicho kilichoandikwa hapo ni mkusanyiko wa maandiko walioyatoa kutoka ndani ya Biblia, wameweka pamoja katika kuelezea kile ambacho Biblia imekisema. Ndio maana Ndacha unakwepa kukubali kama Baba ni Mungu, hutaki kukubali kama Mwana ni Mungu, hutaki kukubali kama Roho Mtakatifu ni Mungu, hutaki kukubali. Unalazimisha itokee aya moja ambayo iseme Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huo ni utoto Ndacha. Wewe ni mtu mzima.
Aya, Mwankemwa, nimesoma kitabu hapa kidogo kabla hujaniuliza. Hapa nimesoma kitabu cha Wasabato, nimekisoma hapa. Kikasema Mungu ni mmoja tu. Kunaye Mungu mmoja. Sio Mungu watatu. Mungu mmoja. Baba, Mwana na Roho. Sasa mimi naomba kwanza nitoe maandiko mawili, maana wewe umekosa hata moja. Andiko nasoma la kidogo nisome. Waefeso 4 mstari wa 6. Kidogo nisome. Sasa wewe bwana unataka ama nikushukishe? Sikiliza. Nimetoa andiko Kumbukumbu 6:4 na nikalisoma kwa Kiebrania, nikalisoma na Kiswahili. Nikakuuliza ehadi maana yake nini? Hutaki kujibu ehadi, unataka uanze kuleta ubishi. Nimekuambia ehadi maana yake ni wingi. Esha kwamba ni zaidi ya kitu kimoja au ni zaidi ya nafsi moja. Ndio maana ya Kumbukumbu 6:4. Sasa wewe hutaki kuifafanua Kumbukumbu 6:4 katika lugha yake ya Kiebrania, wewe badala yake unaanza kusema sijatoa andiko. Na hiyo ndio tabia yako. Ili ujue kwamba nimetoa andiko, soma kwanza Kumbukumbu 6:4 katika Kiebrania, alafu ueleze maana yake, alafu rudi kwenye hiki unachokisema wewe. Tuone kama hicho ambacho Waadventist wameandika kama wamekosea. Soma. Haya, kabla tujaenda kwenye Kiebrania, Mwankemwa, kabla hatujaenda kwenye Kiebrania, ehadi maana yake nini? Ehadi maana yake ni nafsi za Mungu zaidi ya moja katika uungu. Ehadi maana yake nini? Naomba utuwekee hapa ushahidi. Mtu yote kidogo tu, mwenyekiti naomba maana yake ni nafsi zaidi ya moja katika uungu. Ni uongo. Hakuna kitu kama hiyo. Hebu naomba wapendwa, naomba aliyepo hapo aingie aangalie kwenye interlinear kwenye Kumbukumbu 6:4. Sio ahidi. Nimesema ehadi. Mimi nimekuuliza hivi, ehadi maana yake nini? Nimekuambia ehadi maana yake ni wingi wa uungu. Umetoa wapi? Ndio maana akasema Yahweh Elohinu. Wewe hakuna swali unaweza jibu wewe. Tafadhali endesha gari yako, tuachie amani kwa sababu maswali ujibu ni kelele tu. Mimi sikutaka kelele, mimi nilikuwa nataka kidogo tu. Lugha ya asili ya Biblia inakupiga chenga dacha. Lugha ya Biblia inakupiga chenga. Atokee mtu hapa. Subiri kwanza mwenyekiti. Atokee mtu hapa, atuchukulie ile interlinear ya Kumbukumbu 6:4, tuangalie neno Yahweh Elohim, Yahweh ehadi. Maana yake nini? Huyo Mungu mmoja ambaye ni ehadi, maana yake nini? Tuone kama mimi nimekosea au acha ndio hajui. Sawa. Mwalimu wake ningeuliza hivi. Kuna shule yoyote inayofundisha kwamba kitu kikiwa kwa uwingi maana yake ni tatu? Ama uwingi unaanzia ngapi Mwakemo? Uwingi kwa lugha gani sasa? Kwa lugha zote tu uwingi unaanzia ngapi? Ama katika Greek na Hebrew uwingi ni tatu tu? Hapana, unaanzia 2. Sasa kwa hiyo ehadi naweza nikaikimbia kwenye Kiarabu inaanzia 3. Kwa muktadha huu tunaoongea kutokana na Mungu wa Israeli. Ndio maana nakuambia kwa Mungu wa Israeli hiyo Yahweh Elohim, Yahweh ehadi ndio inakusudia huo utatu ambao umetajwa toka kitabu cha Mwanzo kule. Kwa hiyo haliwi jambo geni. Kitabu cha Mwanzo wakati wa uumbaji. Kwa hiyo Nabii Musa alikuwa anaabudu Mungu katika nafsi tatu. Yes. Yaani wewe ndio umeanza kuelewa sasa.